ikapanda, ikaanza kufura. Na ukwenda hospitali wakati umeona ni kidonda? Nilijaribu kwenda hospitali, wakasema wanataka pesa mingi. Na majirani walijaribu kuuza shamba yangu, lakini sasa hawakunisaidia. Walikuwa wanataka pesa ngapi? Walikuwa wanataka milioni 3. Kidonda? Wakati ikiwa kidonda walitaka milioni 3? Ilianza tu kama siku moja, siku mbili, na imekuwa kubwa hivi. Haikuja pole pole. So seti ni kitu ilikuwa inamea kama kijipu? Ilianza tu kama kidonda hivi, kwanza kuchukua hivi, na inakuja spidi. So ikachukua muda gani mpaka ikawa kubwa hivyo? Hata hatukumaliza kama wiki moja. Ilikuja tu spidi. Ukaona tu unafura. Nimefura tu mpaka sasa. Nimeshindwa hapo. Wewe kama binadamu unasikia aje na unawaambia aje watazamaji? Angalia ile kamera lakini. Mimi naambia watazamaji nikipata uponyaji, ani daktari alafu nipate uponyaji, nitashukuru ya sandi. Na mtazamaji, kama mlivyoweza kumsikia, ndio hapa ndani ya studio, yupo hapa. Mambo vipi? Mambo poa. Mimi mbona siamini? Mimi tu. Wallahi. Mimi ndio huyo. Tembea basi kidogo. Najua umetembea sana, lakini tembea hivi, ukirudi hivi nijue kama kweli uko sawa. Si asante. Uko sawa kabisa? Niko sawa. Nice. Paka umetoka kwa shot. Rudi tena hivi nikuone. Mimi siamini. Na umeambiwa utembee hivyo kama askari? Mimi niko sawa. Niambie kaka. Last time ukija hapa, na umepona kabisa kwanza? Bado kidogo lakini niko sawa. Uko sawa? Niko sawa. Last time ukija hapa, uliamini kwamba hali itabadilika hivi? Sikuwa naamini. Lakini sasa nimekuja kwa nini sasa? Ilikuwa aje mara kwanza ulikuwa unahisi aje? Nilikuwa unajua hawa wananisumbua. Hata kutembea ilikuwa ngumu. Lakini sasa hii niko sawa. Na kuna wakati Dana alikuwa ananiambia jamaa amesema hataki tena operation. Nini ilikuwa imeingia kwa akili yako ukasema hapana, mimi sitaki tena upasuaji? Sasa watu walikuwa wanasema wakipasua nitakufa. Aki? Nani? Ni wadi tu. Walikuwa wanasema aje? Ati wakipasua kwa hiyo nitakufa. So ukasema aje? Lakini vile tu nilifikiria mwenyewe nikaamua. Ukasema wacha kama nikukufa, si mtu anakufa. Na niko na watoto. Ingekuwa kama sijasaa fata, lakini sasa nimezaa watoto. Hata nikikufa niko na watoto. Uliamini kwamba huo mzigo utatolewa kabisa? Niliamini hivyo. Uliamini kwamba hii kitu kweli nitaenda ikatwe, itolewe, nirudi kama kawaida wewe mwenyewe? Mimi kabla ukutane na madaktari? Ukaamini kwamba hawatanisaidia? Watanisaidia. Na sasa unasikia aje? Sasa niko sawa. Maisha yako imebadilika aje? Imebadilika sasa. Nasikia hata nikitembea sasa naona patali kidogo. Na nimeambiwa kwamba una muda wa miaka zaidi ya 15 haujawahi vaa trouser. Ama ni ukweli ama ni urongo? Si ni hivyo. So ulihisi aje? Nimesikia vizuri, nimevaa longi sasa. Wakati ulivyoambiwa sasa tunakushonea suit. Ukasikia aje? Nikasikia vizuri. Ukaona ni kama ni ndoto? Nikaona kama ni ndoto kwangu. Na wife anasema aje? Hata huyo amependa. Amependa nini? Amependa muonekano ama amependa? Amependa, amefurahi. Amefurahi nini? Amefurahi sasa mimi niko sawa. So ungependa kuambia nini watazamaji? Ningependa uongee kwa kirefu zaidi. Ndio at least wakupate kusikia umesikia aje. Ulivyokuwa unaenda theater ulisikia aje? Sasa watazamaji yenye naweza waambia enyewe mimi ndio mara ya kwanza niliokopa, lakini hata nilirudi nyumbani. Ukakimbia kabisa? Nilirudi nyumbani, lakini vile nilirudi nyumbani tena mwenyewe nikafikiria hapana, hii ni miaka mingi nimepepa hii uzito, sioni tofauti, lakini wacha mimi nimezaa watoto, nikasema wacha niende, hata nikikufa mimi niko na watoto. Na nikaamua tukaenda hospitali. Vile nifanyia operation hata ujungu hata kidogo sikusikia kabisa. Hata kama kuna mwenye ako na uvimba kama hii yangu asiogope,
Hakuna hapo uchungu. Unifanye tu pole pole, siku yako kitu yote. Uliongeleshwa kwanza lakini? Niliongeleshwa. Ukaambiwa nini? Ukaambiwa ukifanywa hivi hii inaweza fanyika hivi ama hii inaweza fanyika vile? Niliambiwa kama hii nini ukiangalia ndani kama iko imeharibika yote wadaidoa yote, lakini niko na Mungu wangu ile mbegu yangu ilikuwa sawa, ingali sawa. Na ungeambiwa kwamba tunakukata hivi lakini ujue utaza? Niliambiwa hivyo. Lakini Mungu wangu wakukata. Unanifurahisha manake sasa unanifanya nifikirie vitu zingine. Hapana. Wakasema kwamba utakuwa sawa. Niko sawa sahi. Na madaktari walikuwa wangapi? Walikuwa mimi niliwaona walikuwa 8. Lakini wenye walifanya kazi walikuwa 4. 4. Na wakakuhakikishia kwamba kila kitu kitakuwa iko sawa sasa. Na mtazamo wako sasa kwa Wakenya, manake uko katika mtandao wa TikTok, Facebook, hata watazamaji wa runinga ya Citizen TV, mtazamo wako kwao ni upi? Unaona Wakenya wako, wajua kila saa tunasema Wakenya hawapendani, lakini ukiangalia sasa ushuhuda kama wako unaleta mtazamo tofauti. Sasa kwa mimi kwa Wakenya, kwanza huyo Tanwema na Lulu Hassan ndio wewe sasa. Alafu sasa Wakenya wenyewe na ushukuru sana, sina la kumlipa, lakini msichoke kusimama na mimi, endelea tu kusimama na mimi mpaka maisha yangu. Mimi niko tu nyinyi kama sasa, nyinyi ni kama familia yangu tu. Sasa familia yangu hata na familia wanasema aje? So naona ni kama ni familia ni kama labda kuna wengine walikuwa nafikiria nikufe ndio labda wapate shamba yangu ama sijui hata ni wapate nini. Unaambia ngo? Lakini sasa mimi namrudishia tu shukrani. Mlinisaidia. Na msichoke kunisaidia. Mimi ndio huyu. Ningali vizuri sasa. Niko vizuri. Kuna wakati sijui kama nitakumbuka vizuri tukihojiana, uliuza shamba kwa pesa kidogo sana. Nimeuza shamba. Shamba yangu niliuza. Hauitaki tena kuirudia useme kwamba sasa nakurudishia pesa, nataka shamba langu? Sasa itakuwa ngumu. Kama pesa iko nitanunua tu pale pengine. Sasa huyo mtu alitoa pesa ilitaka nisaidie. Mimi ndio nilikuwa na shida. Sasa mimi nikipata pesa nitanunua tu yangu kando. Lakini huyu sitakuwa na maneno. Na amekuona akakuona uko sawa, akakwambia aje? Samefurahi tu, lakini sasa watu wa fitina wanamwambia hadi Samuel akipona utamshwa. Lakini una mafikira hiyo? Hapana. Kama niko na pesa nitanunua tu yangu kando, huyu aishi tu kwangu. Na familia wanasemaje? Kuna wale majirani pia, kuna wale ambao wanasema watu wanadhani huyu ni urogi ni nini. Sasa hiyo wanasema aje? Sasa ni bado tu wanasema hivyo. Lakini sasa mimi nawaambia tu Mungu wako. Kama ilikuwa uchawi, kama ilikuwa nini, lakini madaktari wameitoa kabisa. Hiyo au madaktari mimi na udhuhirisha shukrani. Mungu awalinde, awapea akili nyingine mingi, wasaidie watu wengine kama wenye kwa shida kama hii yangu. Na kwa mke wako? Si mke wangu sasa mimi namshukuru. Yeye alinipenda na mimi nikampenda, akanivumilia. Sasa mpaka sai ako nyumbani. Lakini watu wengine wanasema Dan ameng'arisha huyu jamaa, amevaa paka suti, haizi msahau bibi yake. Mimi siwezi nikasahau bibi yangu juu hata huyo bibi yangu yeye ndio tulikuwa naye hospitali. Huyo ni bibi yangu. Kwa hivyo mmeshibana kabisa. Huyo ni bibi yangu. Manake Dan jamaa aliyekuwa hapa na huyu ambaye tulimhoji last time ni watu wawili tofauti. Umenielewa? Sijui ni kitu gani ambacho umekufanya kwamba ukasema wacha mimi sasa ninyoe zile rasta nibadilike. Sasa unakaa, by the way mnakaa watu wawili tofauti. Ndio maana nilikuwa namwambia mwelekezi wangu lazima tufanye ile split muone yule aliyekuja hapa tukamhoji na huyu ambaye tunamhoji hapa kwa sasa. Je, ni mtu mmoja ama ni watu wawili tu? Ni mimi tu huyu. Niliona vile nilikuwa ni ufimbe, nilikuwa na nywele. Na sasa hiyo ufimbe umeitoa,
Asa nitoa tena nywele asa ndio niwaambie watu ni mimi tu. Sio mwingine, ni mimi. Ukiwa na uvimbe uko na wewe kilo ngapi? Na sasa hivi uko na kilo ngapi? Sasa kwa saa hii nilikuwa na uvimbe ilikuwa 140. 140. Na size sijapimwa bado. Sasa unakaa 100 peke yake. Labda itafika hata 90. 90. So mipango yako ni yapi? Mipango yangu ni kuomba tu Mungu anilinde niishi maisha mazuri. Na Wakenya wasichoke kunisaidia. Wanisaidie niishi maisha mazuri. Juu sasa vile nimefanyiwa operation, sitaiweza kazi ya jembe. Huwezi. Sitaiweza. Daktari alikuambia vitu gani ambapo huwezi kufanya? Sitaiweza kwa kulima na jembe sana. Kazi mzito hapana. Alikuambia ni kazi gani unaweza fanya? Ni kazi tu sasa kama unaweza fanya hii nini? Kama kuuza vitu, itakuwa fatali. Liko ya jembe. Basi itakuwa sawa. Na niliona Dana akisema kwamba kama tunaweza mtafutia pikipiki. Watu wengi wakasema huyu pikipiki ataendesha aje? Sasa si nitaendesha tu. Unaweza endesha pikipiki? Nitaendesha. Lakini watu wengi wanasema kwa nini asipate muda kwanza akapona vizuri? Wajua ni kama kutonesha kidonda. Lakini nitaendesha. So ni kitu gani ambacho wewe unataka kufanya? Mimi ninataka nikipata pesa ninunue ng'ombe nikiuza. Ninunue mbuzi nikiuza. Na baada ya muda usiokuwa mrefu nitaweza kuwa na Dana hapa ndani ya studio, at least atuambie kwamba matibabu yako yaligharimu pesa ngapi, na endapo nikuulize, endapo ungeambiwa kabla ukutane na Dan ama ukutane na watu katika mitandao, ungeambiwa kwamba hiki ni kima ambacho kinahitajika kwa upasuaji huu, wewe mwenyewe labda unahisi kwamba ungekuwa peke yako, hii safari ungeweza kuikamilisha wewe mwenyewe? Singeweza. Bila Wakenya singeweza. Hapo Wakenya umenisaidia sana. Singeweza mimi. Na ule wakati unafatwa mtu akisema nataka kurekodi utasaidika, je, uliamini kwamba kweli mimi nitakuja nisaidike baada ya miaka 15? Niliamini. Niliamini. Kitu gani kilitufanya ukamwamini? Mimi niliamini juu hata ukifuatilia kwa Bible, kuna mwenye alikuwa na mateso miaka mingi lakini akafika mahali na akapata tofauti. Na kwa watazamaji ambao wanakutazama kwa hivi sasa na katika mitandao ya Facebook, naona unapostiwa sana. Je, wewe unapata wasaa wa kusoma zile comments? Napata. Ni kitu gani ambacho wewe kinakufurahisha? Ni kitu gani ambacho wewe mwenyewe labda hakikufurahishi? Maanake wengi wanakuzungumzia wewe. Sasa hapo mtu ako na maoni tofauti. Hata mwingine labda aliandika huyu labda yuko ugonjwa. Lakini sasa au ni wale wa mwanzo. Lakini nikasema Mungu amsamehe tu. Ni wale ambao walikuwa wanasema hapana, Dana anadanganya, hakuna kitu kama hicho. Dani hakudanganya. Ngalau sasa tulitembea hospitali na Tani. Kuna hospitali kadhaa hii ilitukua tu pesa. Walikuwa wanakufanyia test tu. Yaani wanifanyia tu ati hoyo nikae tu ngafunga tu. Hakuna dawa hata bano ya kumeza hakuna. Ukikaa hapo hasa unakaa tu, yani hata hakuna usaidizi. Lakini vile nilienda Lori la Rafa, hapo kuna madaktari. Hapo na Leona walikuchukulia vizuri, ulipewa VIP treatment kabisa. Ulisikiaje? Nilisikia mzuri. Nilisikia hapo mzuri. Tukapata sasa uponyaji yangu iko sawa. Niko sawa. Na Dana alikuwa anasema wewe niko na mgonjwa lakini anakula mgonjwa, anakula. Kitu gani kilo? Kwa kukula sasa mimi niko nakula kweli. Nasikia mpisha anauliza hii kweli chakula inaenda kwa mgonjwa? Nilikuwa nakula. Kabisa. Juu sasa ugonjwa ulikuwa tu huku. Hakuna ugonjwa. Nitakusomea baadhi ya jumbe ambazo mashabiki wale wa Dan Wema pia waliweza kusema. Isaac Mbadi alisema Bwana, the smile in Samuel's face can really testify the importance of that. Anasema mbona watu wengi hawazungumzi kuhusu mke wako? She is a hero and very beautiful.
wacha stress ziishe, uone vile atakuwa smart. Wewe kwa mtazamo wako unahisi kwamba mke wako ni shujaa? Mke wangu ni mke mzuri. Kivipi? Si yeye amenivumilia mpaka saa hii nimepata uponyaji. Saa hii nimepata uponyaji. Sasa hata hospitali tulikuwa naye. Na hiyo miaka yote amevumilia. Kabisa amevumilia. Hata kama anaenda nje. Usiseme hivyo tutaharibu. Tumetengeza sana, ukisema hivyo tutaharibu. Lakini bibi anasema aje? Wakati alivyoona kwamba sasa uko smart, amefurahi. Amefurahi. Alikwambia nini? The first word alikwambia kama amefurahi, akasema Mungu wako. Akasema Mungu wako. Akasema hata ukifika studio unaweza salamia Lulu Hassan. Asante sana. Naona jumbe ni nyingi na baada ya muda usiku mrefu, sijui kama mwelekezi wangu ataniruhusu kama tutaweza kuwa na Dan ndani ya studio. Aweze kutueleza safari yenu imekuaje, lakini watu wengi wanazungumza kuhusu upasuaji. Dan, labda uweze kuingia kwa hivi sasa. Naona watu wengi pia wanakuulizia. Dan, yes. Watu wanasema bibi ndio form 34. Tumletee kiti. Lete tu. Anasema unaelewa akisema bibi ndio form 34A? Naelewa. Yaani yeye ndio ataleta ushahidi. Yeye ataleta ushahidi. Aseme kwamba mzee yupo sawa. Na muda sio kwa mrefu. Usimharakishe. Usimharakishe mzee wetu. Labda kwa kifupi tu Dan, kwa ajili ya muda umeweza kutupa kisogo. Hii safari ya mzee imekuwaje kwako? Safari kwanza, jambo la kwanza namshukuru sana Lulu. Na Shajara, mafans wote wa Shajara vile walisimama na Samuel Akui. Safari na TikTok na Facebook. Na Facebook na TikTok, YouTube, wote ambao mliweza kusimama naye. Atuchukulie jambo la kawaida. Tumezunguka na yeye. Kuna watu pia waliona tukichanga, wakateka advantage, ambapo unajua tunaenda hospitalini wanamwadmit, baadaye siku 3 wanamwambia sisi hatuwezi, na wanaitisha pesa. Lakini mpaka vile mwisho tulipata hospitali fulani pale Eldoret inaitwa Rafa, wakamfanyia upasuaji. Hata yani unajua alikaa hata 9 hours hajakwambia. Ukiwa peke yako unamngojea tu na bibi yake? Mimi tu nikiwa bibi yake hakuwa wakati. Bibi yake alikuja after amemfanyia upasuaji. Alikuwa kulingana na mila pia ya Waluya haikuruhusiwa ya kuja. Mila ya Waluya haikuruhusu? Haikuruhusu. Kwa nini? Labda tumsikie mzee. Haikuruhusu akae hapa ngoje? Hawezi. Kwa nini? Hawezi. Juu amekaa muda mrefu bila kushiriki tendo la ndoa. Wewe da. Lazima gera renga. Nilikaa hapo mpaka masaa 9 ikaisha. Mpaka nilimsubiri hadi akatoka pale. Kwanza nilikuwa kwa mlango ya theater. Nilikuwa unajua sikuruhusiwa kuingia ndani. Lakini nilikuwa hapo nje ya mlango ya theater ya hiyo operation room. Nikiwa tu nimeshikilia pia roho mkononi. Kwa sasa wajua uko umebeba nini kubwa sana. Na unajua pia alikuwa amekataa, ameingiza uoga kidogo, tumemrudisha nyumbani. Mimi nikaenda nyumbani, nikamuongelesha, nikamwambia Wakenya walichanga, wanataka kuwa na ushuhuda. Sasa unajua kitu yote mbaya ingefanyika. Ungeambiwa Dana ametoa mzee kafara. Nimemtoa kafara, ungesema hivyo. Juu alikuwa amekataa, ungesema basi nimemlazimisha. So safari sio rahisi. Haijakuwa rahisi. Lakini Lulu, mimi nakuhakikishia, mimi ndio niko naye tangu afanye upasuaji wiki moja sasa. Ako sawa, hakuna shida yote. Ako sawa. Umethibitisha mwenyewe? Wakati wanamfanyia dressing nikapo. Huyu ni kama ndugu yangu mkubwa. Sasa siogopi kumuona. Wakati wanapofanya pale dressing kila kitu, mimi niko pale. Na tena nauliza madaktari maswali ya kwamba ako sawa, amekuwa discharged jana asubuhi. Wakati na wale madaktari ambao wameweza kufanya operation hii, je, kwao ilikuwa ni exercise ngumu sana ama ni kitu ambao waliona tu wakasema inaweza fanyika? Sasa hata ilikuwa muda gani kwa kusema sawa kuja tufanye upasuaji? Walikuwa tayari kufanya upasuaji hata wakati alipokuwa amekataa, na wakati alirudi nyumbani wenyewe akawa wananipigia simu anasema hiyo tutashughulika. Licha kwamba kuna hospitali zenye tulienda zenye hatutaki kutaja, madaktari waliogopa. Madaktari waliogopa, lakini hao wakajipa moyo. Walikuwa madaktari 4. Kuna Dr. Mathenge, Torotich, Etiang na mwingine pale anaitwa Amdi.
Wenyewe maboys tu wadogo. Maboys tu wadogo. Walikuwa tu maboys wadogo wakaniambia wewe usiogope. Sasa walikuwa wananitia moyo. Hadi wananiketisha chini before waingie theater wananiambia Dan usijali. Because somehow nilikuwa worried kidogo because anything kai ingefanyika mbaya wangesema huyu jamaa alikuwa amekataa. Hata wewe mbona umekubali? Mbona ulimlazimisha kumleta? Hata bibi yake angekasirikia sana. Sasa hata bibi yake kwanza naye alikuwa anapiga simu kila wakati sana. Mume wangu ako namna gani? Lakini vile alikuja umetoa kitu alifurahia kamhaga. Nataka kumpea kiss pale nikasema hapana tuko hospitalini. Dan muongo. Dan ni chocha So Lulaki, Mungu akubariki. Akiwa mnafanya kazi poa. Hiyo wengine tutaongea baadaye tutaongea na Wakenya wasioke kumsaidia. Anataka experience yake tu nielewe. Na sasa hii ameambiwa atapona vipi fully like when? So atakuwa anaenda check up after 2 weeks. Hiyo ndio madaktari wameniambia. Hapo Eldoret. Hapo Eldoret. Hiyo hospitali hiyo tu. Unasema inaitwa hospitali? Inaitwa Rafa Hospital. Rafa Hospital and Clinics. Okay. Yes, iko pale Eldoret karibu na sports Nairobi Sports Club. So after every 2 weeks watakuwa atakuwa anaenda anafanywa hiyo check up. Unajua alitoa kila kitu alafu akafanya reconstruction. Hiyo ndio maybe Wakenya wajui. Ikaekwa hivi. Kila kitu. Aiwe. Mwenyewe unajua kila mtu ako na neema yake. Leo tu Mungu amekubariki na hiyo neema ya utangazaji. Huyo Mungu amembariki na neema ya kufanya upasuaji, mwingine mwimbaji hivyo. Ilikuwa ni maajabu sana. Hizo picha tuko nazo like hizo tutazishare kwa mtandao. Hata mimi sitakuona. Lakini walitoa kila kitu then wakafanya reconstruction. Sasa wakatengeneza tena hiyo sehemu yake siri tena upya tu. Yes. So unasema ililetwa na nini? Kuna wadi hapa wenyewe wanasema madaktari sijui lakini ni ugonjwa ambao iko. Ni ugonjwa ambao iko sio vile tulikuwa tunaamini ama watu wanaamini ya kwamba ilikuwa ni uchawi. Unajua hivyo ndio watu wengi walikuwa wanaamini ya kwamba labda ni uchawi lakini ni ugonjwa ambao iko ilimpata hivyo na tunashukuru Mungu kwa sababu ako sawa hiyo uvimbe ilitolewa 30 kgs. Yes. Kilo 30. Kilo 30 tena. Wewe ni mtoto wa miaka mingapi? 14, 13. Jua hiyo kitu nilienda hadi nikaona. Ilikuwa ni 30 kgs. Ilikuwa ni kitu kingine kubwa sana yenye walitoa huko chini. Na ile gari ilichukua masaa 9 hours. Yes. Na wanasema kuna uwezekano labda ikajirudia tena? Hilo ni swali ambalo niliwauliza wakasema hapana. Haitarudi. So kuna diet uko nayo sasa hii labda na mbosile hii usifanye hii. So madaktari walituambia hiyo diet watatuandikia tukirudi after 2 weeks. So kuna chakula yenye special yenye maybe atakuwa anakula anatumia. Lakini kile walisema haifai pia afanye kazi mzito kwa sababu unajua baada haja recover fully. Na vizuri niko na mpango ya kumempower. Na pia tumjengee nyumba nzuri asirudi kwa nyumba mzee. That's unaona alitoa hizo dread. Ndio maana bado tukapa Lulu. Umefanya kazi Dan lakini sasa ule mke umemtia katika matatizo sana. Sasa matatizo gani? Sasa anakaa tofauti. Baadaye watu wanasumbua kwa mtandao wanasema kama na nyinyi roho yenu ni ndogo. Mnadanganyikaga haraka sana. Lakini unajua unaweza pata hata saa huyo miaka 15 yule bibi aliweza kukaa naye. Hiyo ni ushauri. Useme wanaume na wajua bwana. Roho kidogo tu. Samuel atafanya hivyo na mimi hata mimi mwenyewe namshauri. Na ukafanya hivyo tunakurudisha hapa studio ile kichapo utapata atapigwa na Wakenya wewe na Wakenya unajua kiwamulia ni hivyo. So tunamtia moyo but yeye mwenyewe unajua mke wake unajua amekuwa very mvumilivu unaona. Sio rahisi. Sometimes hata kuna mambo ukimfanyia mtu kama huyo kweli hata Mungu kwa Mungu kwa Mungu si poa. Imagine mtu amevumilia miaka 15. Juu angekuwa amehanyahanya huko nje lakini alivumilia. Sasa huyu asipone na aleta mabibi 20. Usikuwe empowered sasa unaona sasa uko na pesa uko tu pesa uko na tu project unamwona kwamba yule ambaye ameweza kutembea na wewe sio mtu tena. Na inakuwaga hivyo. Right. Lakini na imani kwa tofauti. Ukifanya hivyo unarudi kwa YouTube play hiyo video yako uangalie unarudi sasa. Internet haisahau. Internet haisahau. Kabisa. Bado tutakumbuka mara alitoka. Na mbali na hiyo labda ni kitu gani ambacho Dan uliweza kukiona wewe kwa watazamaji ama wale followers wako hawajui kitu ambacho ulikipitia through yeye?
Kuna mambo mengi ambayo umeyapitia. Mengi nimeyapitia ni kwamba si kwa ubaya lakini kuna watu ambao walitaka ndugu huyu aage dunia. Naam? Kuna watu ambao walitaka ataage dunia. Especially from this side. Huko kwake. Huko kwao huko ni kama ni walitaka maisha yake tu isambaratike. Sasa kukutana na mimi huyu ndugu ilikuwa ni miujiza tu. Nilieleza ile wakati. Sasa watu hawaamini. That's why nataka tu tufanye hata homecoming party aende nyumbani yaani maadui washangae. Ndio maana nataka tumwekee kanyumba kazuri pale. Just a semi permanent house. Eti ni nyumba ile mansion hapana. Kama ka 1 bedroom. Kama ka 2 bedroom ile tu ya matopa alafu tunafanya plaster, tunaweka plaster, tunaweka rangi mzuri. Zile nyumba nimekuwa tu nikijengea watu. Hizo sio gharama kubwa vile. Tunamjengea ka plaster pale. Sasa hakuwa na nyumba mpya. Na nyumba huwa anajenga na siku moja tu. Hiyo huwa anaijenga na 1 day inakuwa tumemalizana nayo. Na ukikaa hivi unaumia ama hakuna maumivu yoyote unasikia? Eleza, unajua Kenya wanakutazama wasema ati Dana amemleta na bado ni mgonjwa. Eleze Lulu ndio. Niko sawa. Eleza tu. Niko sawa. Niko sawa. Kuna maumivu mengine? Niko sawa. Tangu hiyo siku kufanya operation sijasikia hata huo. Lakini bado unakunywa madawa. Lazima dawa nakunywa mapema. Dawa iko lazima na meza. The infections whatever. Dawa lazima na meza. Lakini madaktari wenyewe hao wenye nimekutajia madaktari 4 ambao walimfanyia upasuaji. Hata wanajua tuko studio. In fact niliwauliza, unajua kuna mtu alipa ndege by the way. Niliona. Kuna jamaa mmoja Mkamba alitulipia ndege na nikauliza ako sawa anaweza safiri. Akasema huyu ako sawa. So madaktari waliandika hiyo barua ya kuonyesha kwamba jamaa anaweza travel, ako sawa, hana shida yote. Atakuwa so from there after 2 weeks anaenda check up. Okay. Yes. Na Mkamba ana jina? Anaitwa Victor Mutua. Brother ubarikiwe sana. Mkamba. Kila mtu wote ni wa Kenya. Mbona ameniita hivyo? Lakini tunashukuru sana kwa ule mbepe aliweza kujitolea. Lakini hii inakuonesha nini kuhusiana na Wakenya? Lulu, acha nikwambie ukweli. Unajua dakika kidogo tu. Acha nikwambie ukweli, Wakenya wako very supportive. Kitu wanahitaji tu ni genuineness. Ile genuine story. Unanielewa, don't manipulate them. Kuja tu ueleze. Mimi nimekuja nimeeleza Wakenya kabla hata tuje hapa na wakamsupport, wakamsaidia. Unaona? Pesa ambayo tumegharimika hapa ni pesa mingi na Wakenya ndio wamechanga. Nimeona ukileta stories mingi hapa Wakenya wana support. So Wakenya wako na roho ya utu. Sisemi kwa ubaya, wala ambao wanajaribu kututenganisha labda ni wanasiasa tu wengine kidogo wenye wanataka kutuweka kwa mambo ya ukabila. Lakini Wakenya ni watu ambao wako na upendo. Hilo ndilo jambo ambalo nimesoma. Wakati ndugu umetaka damu, daktari akaniambia kwamba tunahitaji watu 5. Mimi nikaweka pale kwa mtandao, nikiwa pale Eldoret. Nikasema nataka watu 5 wa kutoa damu. Imagine watu walikuja kwa hospitali zaidi ya watu 150. Kabisa. Wengi hivi. Hadi wakashangaa kuna nini? Yes, hadi madaktari wakashangaa sana kwani kunaenda namna gani. Wali donate damu, wengine wakakujanga jioni, tumekuja kusaidia huyo mgonjwa mwenye Danwema anasaidia huyo. Hiyo na haikuwa tu huyu ni Mluya ndio. Hakuna tu walikuja pale Wakikuyu wa Kalenjin. Sasa hakuna mambo ya ukabila. Ni ile tu ningependa hii nitumie platform kuambia kwamba wanasiasa wasituweke katika mambo ya kiukabila. Tupendane, sisi wote ni wa Kenya. Unapochukua wembe ukikata hapa, damu inatoka haitoki ati huyu Mkamba inatoka green, ni kala moja tu. Au kusema huyu ni 1 term 2 term, kama ni 2 term 1 term. Sasa tusiingie katika mambo ya kikabila, sisi wote ni wa Kenya. Yes, Lulu Hassan. So sasa mna mpango gani na mzee? Lulu, sasa hii mpango ambao niko nayo kusema tu ukweli. Na naomba tu wa Kenya vile wananiamini na vile wananipenda na kupenda kazi ninayofanya. Huyu ndugu amepona. Hatuna deni hata shilingi moja hospitalini. Hatuna, hiyo nitakuwa naongea uongo. Hatuna deni. The only thing nahitaji tu wa Kenya kusaidia Samuel. Mimi niende nijenge nyumba, nitaweka hizo picha kwa mtandao. Alafu alikuwa anafanya kazi ya uchuuzi. So kazi ya uchuuzi ni ile ananua ng'ombe pale, anauza. Hiyo ndio idea yako nayo. Kuna ng'ombe yake aliuza. Na ile ng'ombe uliuza kuniambia. Nakumbuka unakumbuka. So nilikuwa nataka tumjengee nyumba na tumempa hiyo kazi ya uchuuzi. From there mwenyewe atajiendeleza. Maana ni watu wengi ambao kuna shida ambao pia inafaa tusaidie. So nilikuwa naomba tu wa Kenya wasichoke, wasimame naye, maana vile ako hivi sasa hata tukimpeleka nyumbani na tusimwempawe bado itakuwa tu ni another problem. So hiyo ndio kitu nilikuwa naomba tu wa Kenya tu empower Samuel
na tutakuwa tunaenda huko tukifanya hizo kufanya vile anavyoendelea, na najua Kenya watafurahia sana. So alafu vile vile pia mke wake nataka kumwekea cereals. Nimwekee duka ya cereals pale. Watoto wake already nilijaribu nikalipa karo ya shule. Watoto wake nimelipa karo ya shule, kwa hivyo ni nyumba tu, alafu na hiyo kazi ya uchuuzi na tumtafutie pikipiki, but pikipiki hadi vile atapona mzuri. Ndio hawezi kaa kwa pikipiki sahi. But sahi mimi walinataka aingie kwa nyumba mpya. Vile alikubali kunyoa hizo dread, unajua ndio nilikuwa na wasiwasi nazo sana. Kwa nini? Unajua zilikuwa ni mambo za kidini. Haikuwa dread ati ni ile kujibamba ati yeye ni msanii kama Lucky Dube. Sasa ilikuwa ni za nini hizo? Asili ya kanisa. Kanisa gani? African Kenya Sapnaski. Lazima mkuwe na hizo. Lazima unakuwa nazo hizo. So watu wako wamesema aje ulivonyoa? Sasa si mimi mwenyewe. Sasa nimetolewa kabisa kwa kanisa. Siwezi nikatolewa. Itamea tu. Sitamea tu ingine. Wakisema kwamba huyu ameenda kinyume na kile ambacho. Hapana, mimi niliongea na mchungaji. Ukamwambia? Nikamwambia kwamba mwenye akaniruhusu, nikamwambia kwamba tunataka anze maisha upya. Na akasema nyinyi endeni tu bora kabla ya kunyolewa tuombe yani. So tukaomba na wakamnyoa nywele. So nilikuwa nataka vile amekuwa hivyo mpya asienda ingie nyumba mzee tena, hata malazi kila kitu tunaenda kununua mpya. Beddings, hizo mattress, nguo zenye alikuanga nazo, hizo mashati zenye alikuwa anavaa zote hizo hata waivaa tena. So he's a new person. Yes. Na wewe unahisi kwamba umekuwa mpya kabisa? Aje. Niko sawa. Hata smile yako ni tofauti by the way. Na hiyo wakati si kama venye uko na smile yote mko hivi kidogo na unyonge. Lola hadi amini kama huyu jamaa anako sawa. Kuna mmoja hapa, ndio mama wengi wananiandikia hapa, nasema Lulu, hebu mwambie huyo ndugu yetu asimsahau bibi yake. Wow. Amesimama na yeye kwa shida na raha. Kama angekuwa mwingine angekimbie. Mwingine anasema Lulu, ambia Samuel amepona, asifungulie dogi huko nje. Unasikia hizo comments? Asisahau mke wake. Hizo maoni na post. Utilie manani. Yani jumbe ni kwa mke wako tu. But hiyo ni advice nzuri Lulu. Danzi, kulingana na kazi unayofanya utapaa mbinguni kama Elijah. Hiyo nasema amen. Unataka kupasa hii? Sio sahi. Sahi bado naendelea kufanya kazi ya Mungu jamani. Bado sijaelewa jukumu. Unajua umesema amen haraka haraka nataka kwenda haraka haraka. Hiyo itungoje kidogo. Time bado. Time bado kabisa. Na Lulu uko na mafanzi wazuri sana. Relax. Tutaongea baadaye story ya mafanzi. Lakini asanteni sana. Mwelekezi wangu ananiarifu kwamba sasa tunaenda mapumzikoni, alafu baada ya muda usio mrefu tutaweza kurudi tena na Samuel kwa neno lake la mwisho. Sende mbali. Wow.